tuko mbele yenu kuwaomba radhi katika hichi kilichojitokeza. Mashindano yapo, yamesogezwa mbele. Leo tukiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tunajua katika mwezi mtukufu wa Ramadhani majambo ni mengi. Sasa tumewaita katika kadhia nzima ya mashindano ya Ashabil Kahfi Islamic Center ambayo yalitarajiwa kufanyika tarehe 21 ya mwezi wa pili 2026, yakasogezwa mbele. Kwa hiyo kuna mambo kama matatu tunatakiwa tuyaweke sawa. Kwa hiyo leo tupo hapa katika kuhabarisha habari ambayo iliakhirishwa. Sasa kukatokea sintofahamu, maswali mawili matatu, kulikoni? Ashabil Kahfi tupo mbele yenu watazamaji duniani mnavyotutazama na katika nchi yetu pendwa ya Tanzania. Nianze na nukta ya kwanza. Nukta ya kwanza, taharuki isije kwamba mashindano hayapo. Mashindano yamesogezwa mbele. Lakini kwa nini taarifa ghafla? Tutalisemea hilo, ni kwa nini taarifa ghafla. Tuna habari gani baada ya hapo? Sasa mtatusikiliza. Ashabil Kahfi ni taasisi ambayo ni pendwa kwa jamii ya Kitanzania kwa sababu mambo yao huyafanya kwa uwazi, mambo yao huyafanya kwa hekima, mambo yao huyafanya kwa busara, mambo yao huyafanya kwa kushauriana. Kwa mantiki hiyo sasa, kutokana na kufanya kwa busara, kwa hekima, kwa kushauriwa, kufata miongozo, kufata ile amani na utulivu, kulitokea mambo ambayo tulishauriwa na wadau wetu wa Qur'an, wakiwemo Rajai Foundation ambao ndio wadhamini wakuu haya mashindano, lakini kutokea kwa Mheshimiwa Samaha Mufti ambayo yeye ndio atakayekuwa mgeni rasmi katika mashindano yetu hayo, na tayari mwaliko anao na alishaliridhia. Kutokana na huo ushauri niliozungumza kutoka kwa Rajai Foundation ambao ndio main sponsor, lakini kutokana na namna ambayo mheshimiwa mwenye taasisi yake Suleiman Jafo Doktor alivyowasilisha kwa mheshimiwa, ikaonekana yasogezwe mbele kwa sababu ambazo wao waliziongea. Lakini pia wanajamii, wadau wa Qur'an ambao ni hadhira ambayo inakuja kutusikiliza pale Julius Nyerere, watu walikuwa na ushauri mwingi kutokana na location ya mashindano ya Qur'an. Kwa hiyo ushauri huo, na kwa sababu sisi tunawatumikia watumishi wa jamii, tupo kwa ajili ya jamii, tupo kwa ajili ya kukitumikia kitabu kitukufu cha Qur'an, tukaona hatuna budi kuyachukua hayo na kuyafanyia kazi. Ni muhimu sana kufata ushauri, kufata maelekezo, kupata nasaha. Kwa hiyo kwa nasaha ambazo tulizopewa na ushauri ambao tuliopewa na maelekezo ambayo tuliopewa, ili tulazimu sasa kwa namna moja au nyingine jambo hili tuliakhirishe, tulisogeze mbele. Kwa hiyo kwa namna ya kwanza tunasema tunatuliza nyoyo za wadau wetu wa Qur'an. Tunazitulizaje? Tunasema kwamba tunaomba radhi kwa usumbufu uliojitokeza katika kuyasogeza mbele mashindano ya Qur'ani tukufu ya mkoa wa Dar es Salaam. Haya yanatoka katika kina cha moyo wetu sisi kama taasisi ya Ashabul Kahfi. Tuko mbele yenu kuwaomba radhi katika hichi kilichojitokeza. Kama alivyotangulia kusema mwenyekiti, mimi sitokuwa na mengi isipokuwa kikubwa ni kuweza kutangaza rasmi mashindano yetu ya 11 ya kuhifadhi Qur'ani ya mkoa wa Dar es Salaam. Kutokana na kuhairishwa kwake, sasa tayari tumeshajipanga na kuweza kujua tarehe gani ambayo tutaweza kuyafanya mashindano hayo. Siku ya tarehe 7 mwezi wa 3 2026, tarehe 7 mwezi wa 3 2026 ndio yatakuwa kilele cha mashindano ya kuhifadhi Qur'ani tukufu, mashindano ya mkoa wa Dar es Salaam. Mashindano haya tumeamua kuyapeleka nyumbani kwa sababu kama alivyosema mwenyekiti au mkurugenzi wa taasisi ya Ashabul Kahfi, katika miongoni mawazo ambayo tulipewa ni kuweza kutafuta namna gani tunaweza tukapeleka mashindano nyumbani ili wale wa nyumbani waweze kufaidika zaidi, kwa sababu ndio wadau wakubwa ambao wanaweza kufaidika na mashindano haya. Kwa mashindano yatakuwa katika nyumbani Yombo, ukumbi wa Paradise ambao unapatikana
Machimbo Lumo mwisho wa lami. Machimbo Lumo mwisho wa lami. Kama alivyosema mwenyekiti, ni ukumbi wa kisasa, ni ukumbi ambao unachukua takribani watu 1300. Kwa hiyo ni ukumbi mkubwa, ni ukumbi ambao tunaweza tukafanya mashindano yetu na yakawa mashindano makubwa kama yanavyokuwa miaka yote. Waislamu wa mkoa wa Dar es Salaam katika wilaya zake zote tatu, wilaya Ilala, Temeke na Kinondoni, tunakuhamasisheni mje kwa ujumla na kwa wingi, kwa sababu huo ukumbi ambao katibu ameutaja ni ukumbi mzuri, ni ukumbi mzuri hasa, yani haupishani pakubwa sana na ukumbi ambao tulikuwa tunaufanyia kule JK Nyerere. Hapa wanahabari hamwezi kuamini, na Mtanzania yeyote ambaye anatusikiliza hawezi kuamini, lakini ukumbi ni mzuri, pamezidiwa kidogo tu. Kwa hiyo ni kuhamasisheni ndugu zangu Waislamu, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameshusha Qur'ani, na kuhamasisheni kwa jumla ndugu zangu Waislamu kuhudhuria katika mashindano haya, katika fainali hizi ambazo tumehamisha kutoka kwenye ukumbi wa JK Nyerere na kuuleta katika ukumbi ambao unaitwa Grand Paradise ambao uko katika maeneo ya Yombo.